Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 3 ya kipindi cha Kwaresma cha mwaka C wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 8 na aya ya 13 hadi ya 15. Somo letu la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 6 na ile aya ya 10 hadi ya 12. Na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Luka sura ile ya 13 aya ya kwanza hadi ya 9. Na wazo kuu ambalo tunalipata katika masomo yetu siku ya leo ni juu ya kutubu na kubadilisha maisha yetu. Ndio mwaliko mkuu ambao tunaupata siku zote katika kipindi hiki cha Kwaresma: kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Katika somo letu la kwanza siku ya leo tunaona jinsi Musa ambavyo alikuwa kule jangwani akilisha wanyama, pale ambapo anashuhudia maajabu ya kichaka kinachoungua na moto lakini hakiteketei. Anastaajabu, anashangaa ni muujiza gani huu. Musa anaamua kugeuka na kuweza kuona ni kitu gani hichi kinachotokea. Katika kustaajabu kule, Musa anaamua kugeuka ili aweze kushuhudia na kuona. Anasogea karibu, lakini sauti inatoka katika kile kichaka cha moto kwamba usisogee hapa, maana hapa ni mahali patakatifu. Vua viatu vyako ili uweze kuona makuu ya Mwenyezi Mungu. Na Musa anaamua kuvua viatu vyake na kuweza kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu ndio anamwambia kwamba mimi ni Mungu wa baba yako, ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa Yakobo. Musa anaficha uso wake kwa sababu hakutaka kumwona Mwenyezi Mungu. Wakristo wapenzi, katika maisha yetu vile vile yawezekana tumekuwa katika mahangaiko mengi kiasi kwamba tumeshindwa kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu hajatukatia tamaa. Anatupa neema na baraka. Anatupa mwanga ambao unatuamsha upya imani yetu, unatuamsha upya maisha yetu na kumrudia yeye. Pale katika kushangaa kwamba inakuwaje sasa ninabadilika, inakuwaje maisha yangu sasa yanamrudia Mwenyezi Mungu, unaamua kugeuka. Mwenyezi Mungu anakuambia usigeuke tu, sasa vua viatu vyako, maana hapo unapokanyaga ni mahali patakatifu. Ni viatu gani ambavyo Mwenyezi Mungu anaviongelea hapa? Ni kubadilisha maisha yetu, ni kuachana na maisha ya dhambi. Mungu anamwambia Musa aweze kuvua viatu vyake kwa sababu wakati fulani Musa alitenda dhambi ya kufanya mauaji wakati anajaribu kutetea ndugu yake Mwisraeli ambaye alikuwa anapigana na Misri. Na hivyo ikafanyika kwamba Musa akatoa uhai wa mtu wa Misri, na hiyo ilikuwa ni dhambi ya mauaji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia Musa aweze kuvivua viatu hivyo. Anapokaribia kumuona Mwenyezi Mungu, anapokaribia kuisikiza sauti ya Mwenyezi Mungu, maana inabidi avue viatu vyake. Na vile vile Mwenyezi Mungu anatuambia sisi, pale tunapoamua, pale tunapoona ule mwanga ambao Mwenyezi Mungu anatuletea katika maisha yetu, inabidi tuvue viatu vyetu. Inabidi tubadilishe mwenendo wetu. Inabidi tubadilishe maisha yetu. Tusifuate sauti ya Mwenyezi Mungu huku tukiwa tumebaki katika dhambi zetu. Tuondoe hizi dhambi za wizi, tuondoe hizi dhambi za rushwa, tuondoe hizi dhambi ambazo zinatufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Tuondoe dhambi
pengine za uzinifu, dhambi za ulevi na kila aina ya dhambi ambayo inatutenga, inayotufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Dhambi hizi zote inabidi tuzivue. Hivyo ndio viatu. Dhambi za hasira, dhambi za chuki, dhambi za majivuno, ndio lazima tuzivue. Mara nyingi tunataka tuifuate sauti ya Mwenyezi Mungu, lakini hatutaki kuvua viatu vyetu. Mwenyezi Mungu anatutaka tuvue viatu vyetu. Maana yake tunapomkaribia yeye ni mtakatifu, yeye ni mkamilifu. Hatutaki kwenda na uchafu wetu, hatutaki kuenda na dhambi zetu mbele ya kwenda kumuona Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni mwaliko wetu kwamba lazima tuvue viatu vyetu ili tuweze kuisikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Ili niweze kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu, lazima niwe katika hali ya utakatifu, hali yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu aweze kuongea na mimi. Ili Mwenyezi Mungu aweze kuongea na wewe, aweze kukusaidia katika shida zako, lazima utoke katika hali ya dhambi. Lazima utoke katika ile hali ambayo inakufanya uwepo wako mbele ya Mwenyezi Mungu uwe wa mashaka. Mwenyezi Mungu anakuambia utoke katika hiyo hali, uwe katika hali njema. Na tunaona ni kwa jinsi gani Mwenyezi Mungu anapompa ujumbe Musa wa kazi anayotakiwa kwenda kuifanya. Mungu anampa Musa kazi ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli kule Misri. Hii ni kutuonyesha nini? Kwamba Mwenyezi Mungu anasikiza sauti za watu wake. Kwa muda mrefu wana wa Israeli wamekuwa wakiteseka, wakiumia, wakiwa katika utumwa kule Misri. Sasa Mwenyezi Mungu amesikia kilio chao. Mwenyezi Mungu sasa yuko tayari kwa ajili ya kuwaokoa, kuwaondoa katika ule utumwa ili waweze kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na ndio anamtuma Musa kwenda kuifanya kazi hiyo. Musa anamuuliza, je, nitakapoenda kwao niseme ni nani aliyenituma? Musa anauliza hivyo kwa sababu Musa katika udogo wake amekuwa katika nyumba ya kifalme, nyumba ya Wamisri, ambapo Wamisri kwa muda mrefu wamekuwa wakiabudu miungu mbalimbali. Sasa manake ana akili ama ana utambuzi wa miungu mingi. Anataka kujua sasa ni Mungu yupi ambaye sasa anamtuma. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba mimi ni Mungu ambaye nipo na ambaye nitaendelea kuwepo. Yaani manake ni yule Mungu ambaye ameumba ulimwengu wote, ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndiye anayemtuma kwa ajili ya kwenda kuwakomboa watu. Na Musa anapokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu na anaenda kutenda vile vile kama Mwenyezi Mungu alivyomwagiza. Nasi pia katika maisha yetu yawezekana pia tumepitia katika shida, mateso na magumu mbalimbali. Mfano wa wana wa Israeli ambao wanapitia changamoto mbalimbali wakiwa kule utumwani. Ukamlilia Mwenyezi Mungu, ukamwomba Mwenyezi Mungu akusaidie, ukaomba toba ili Mwenyezi Mungu akusaidie, akutoshe ama akuvushe katika yale magumu. Mwenyezi Mungu amesikia sauti yako. Mwenyezi Mungu anamtuma Musa. Mwenyezi Mungu anamtuma mtu kwa ajili ya kuja kukukomboa, kwa ajili ya kukutoa katika utumwa. Ni wajibu wetu kwamba kukubaliana na neema ya Mwenyezi Mungu, kukubaliana na ile huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo inakuja katika maisha yetu. Ndugu zangu katika Kristo, tutasikia pia katika masomo yetu, somo letu la Injili siku ya leo, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anakutana na Mafarisayo na Wayahudi hawa ambao wanakuja wanampa ripoti juu ya matendo ambayo Pilato aliyafanya, jinsi alivyowachanganya damu za watu na dhabihu. Lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa kuona kwamba ni namna gani Kristo atakavyojibu, pengine atawaka hasira ili aweze kumsema vibaya Pilato, na ili waweze kutafuta namna ya kumkamata Yesu na kuweza kumshitaki kwamba alimsema vibaya Pilato na vile vile alikosoa yale aliyoyafanya. Lakini Kristo anaenda mbali zaidi. Kristo anaenda nje na kile wanachokuwa nakifikiria.
anawaambia juu ya toba, anawaambia juu ya msamaha. Anauliza, je, mnadhani hao waliofanyiwa mambo hayo walikuwa na mpaka wakauawa walikuwa na dhambi kubwa kuliko nyinyi? Hapana. Lakini nawaambieni, msipotubu dhambi zenu mtaangamia. Msipotubu dhambi zenu mtaangamia. Mwenyezi Mungu anatupa uhuru. Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya kuweza kujitazama katika maisha yetu, ili tuweze kupata nafasi ya kumrudia. Lakini mara nyingi sisi tunatazama wengine kwamba pengine wale walikufa basi ni wadhambi kuliko sisi. Walimchukiza Mwenyezi Mungu, ndio maana Mwenyezi Mungu aliwaua. Kumbe sivyo. Tunatakiwa tuangalie zaidi mioyo yetu. Kama Mwenyezi Mungu amekupa nafasi nyingine ya kuweza kubadilika, amekupa nafasi nyingine ya kubadilisha maisha yako, amekupa neema ya kuweza kutazama ni wapi ambapo nimefanya kosa, ni wapi ambapo nilishindwa kuzaa matunda yaliyo mema, ili niweze kurekebisha na ili niweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Na ndio Kristo anapokuja anatoa mfano wa mtini. Mti ambao umepandwa. Alipanda mti huu ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakuja kwa ajili ya kuvuna matunda, lakini mti huo hauonyeshi dalili ya kutoa matunda. Anamuuliza yule wa kupanda, je, ni ukate mti huu? Anasema hapana, tupe muda. Tuweze kuitilia samadi, tuweze kutilia maji, ili basi baada ya miaka 3 tuone tena itakuwaje. Samadi na maji ni ishara wazi kwamba ni neema na baraka ambazo Mwenyezi Mungu anatuwekea katika maisha yetu, ili tuweze kutambua ukuu wake katika maisha yetu, kuweza kutambua ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu anatuthamini, anataka tumrudie. Huo mti unaoongelewa ni mimi na wewe, ambapo tumepandwa katika dunia hii ili tuweze kuzaa matunda yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lakini tunaposhindwa kuzaa matunda na kuhangaika na malimwengu na kuhangaika na mambo ya ulimwengu huu, tunastahili kukatwa na kutupwa. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu, anatupa nafasi nyingine. Anatupa nafasi nyingine tena na tena ya kuweza kumrudia, ya kuweza kuacha dhambi, ya kuweza kuona thamani ya maisha yetu, thamani na upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana anatupa nafasi nyingine tena. Huyu ambaye anautunza mti huu ni Kristo. Kristo kila mara yuko pamoja nasi. Anatulisha, anatunywesha kwa damu yake, anatulisha kwa mwili wake katika Ekaristi Takatifu, ili atupe nguvu ya kuweza kusimama imara katika maisha. Atupe nguvu ya kusimama imara katika imani. Je, mimi na wewe tunatambua thamani hiyo ya upendo wa Mwenyezi Mungu? Kama ninatambua, je, niko tayari kutubu na kubadilika? Je, niko tayari kuvua viatu vyangu na kumfuata Kristo? Mtume Paulo katika somo letu la pili anawakumbusha watu wa Korinto kwamba ubatizo peke yake hautoshi. Kwamba kwa sababu nimebatizwa, kwa hiyo tayari nimepata ile neema ya kumjua Mwenyezi Mungu, tayari mbingu nimeipata. Lakini Paulo anatuambia kwamba ni mazoezi ya mara kwa mara, mazoezi ya kumrudia Mwenyezi Mungu, mazoezi ya kuonja upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na akiwataka watu wa Korinto kwamba waweze kutambua kwamba kuna nafasi ya kuweza kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Wasione kwamba kwa sababu nimekuwa Mkristo, kwa sababu nimebatizwa, basi inatosha. Hapana. Kuna wakati tutadondoka katika dhambi, lakini tutambue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma.
Mwenyezi Mungu anasikiza sala zetu. Mwenyezi Mungu ni msikivu kwa kile tunachomuomba, na anatupa nafasi nyingine ya kuweza kumrudia, anatupa nafasi nyingine ya kuweza kuzaa matunda tena, akitumiminia baraka, akitumiminia neema, mfano wa ule mti ambao aliwekea samadi na maji ili uweze kuzaa matunda. Tunapoendelea katika kipindi hiki cha Kwaresima, sisi sote tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu, tutubu makosa yetu na kumpendeza yeye. Tumsifu Yesu Kristo.